Hivyo kuahidi ndo hivyo, ukumbi wa siasa umeng'wananga kwa namna hiyo. Nami Elizabeth Mutuku nikikupa nafasi kufuatilia mjadala huu kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika, na mchakato wa kuunda tume mpya ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC unaendelea, huku msasa wa wale wanaozamia kuhudumu katika nafasi ya mwenyekiti ukiingia siku ya pili hii leo. Serikali ya muungano nayo inaendelea kutamba, Rais William Ruto akifanya mabadiliko ya makatibu wakuu serikalini katika kile kinafahamika kama broad based government. Haya na mengine tutayajadili hapa katika ukumbi wa siasa. Jina langu nilivyosema ndio hivyo, na studioni kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi zaidi amerejea ni seneta wa Kitui anafahamika kama Enock Wambua. Karibu sana. Nashukuru. Ulipotelea wapi mwanzo? Sijapotea, mimi ndio huyu. Umepotea, hujafika huko kwetu. Na pia CPA Ruto, karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Umekuwa namna gani? Shukrani, nimekuwa na wakati mzuri leo, licha ni kazi mingi sana. Nakumbuka tumekuwa na kazi mwingi kutoka asubuhi saa 1. Uzuri hiyo kazi pia tutapata nafasi kujadili hapa. Ninajua tume ya IEBC mchakato wenyewe umeanza. Lakini la mno wakati ambapo unasikia wakati wale ambao wanahoji kuna kitu ambacho kinajitokeza, na ni kutokuaminiana katika kuundwa kwa tume hii tangu jadi na tangu chaguzi ambazo zimepita. Ni kipi ambacho kinachangia ile mistrust katika swala la IEBC? Maybe nianze Liz. Na mwanzo kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi kurejea huku TV47. Karibu sana. Nikakuta umehamia maeneo mazuri. na bado sio. So IEBC najua ya kwamba leo kila mtu Kenya mzima anaongelea maneno ya IEBC na uchaguzi wa commissioners katika IEBC. Lakini pia tunaelewa ya kwamba tangu miaka iliyopita tume la IEBC limekuwa ni tume ambayo imekumbwa na shida nyingi sana, na sasa ukosefu wa wana Kenya kuyamini. Mwanzo niseme leo tunazungumza maneno ya kuweka katika ofisi makamishoners wa IEBC kutekeleza majukumu ya kikatiba ambayo tayari yamepitwa na muda. Sasa swali la kwanza labda tungejiuliza, ili jopo la makamishoners wa IEBC hata ikiingia kazini leo, na kunao kazi ambazo tume ilikuwa ni lazima izifanye ifikapo mwezi Aprili mwaka 2024, hizo kazi hazijafanyika, wakiingia pale wataingia kufanya nini? Kwa kazi ya kwanza wakianza kazini wataenda kuanza kazi kuvunja katiba. Hapo sasa ndio maneno yanaanza. Ya kwamba ni watu ambao wanaenda kuingia kwa kazi kutenda kazi ambayo ingekuwa imetendwa 1 year ago, haijafanyika. Hakuja kuwa na mjadala wa kubadilisha katiba kuongeza siku za hiyo kazi kufanyika. Kwa hivyo kama basi hawa commissioners wa IEBC wataingia kazini na kuanza kufanya delimitation na kurename constituencies and wards, basi watakuwa wanafanya kazi nje ya katiba. Ina maana kwamba wataanza kazi lakini huenda wakaianza na kesi nyingi tu mahakamani. Kabisa. Tayari wako nje ya katiba. Katiba ni wazi. Ili kuweza kuendana na katiba, na nyinyi mkiwa ni watunzi wa sheria, ni kipi ambacho kinahitajika kufanyika ili wasikumbane na kesi nyingi, manake wana kazi nyingi ambayo wanahitaji kufanya? Cha kufanyika Liz, mimi sikioni, kwa sababu hawa watu mimi hata wakati mwingine siwaelewi. Mwanzo ona ni siku gani huyu CEO wa IEBC ameenda Supreme Court kuuliza advisory opinion ya kama sasa wao wenyewe wanaweza endelea na hii kazi bila makamishoners. Anaenda kotini mwezi wa 7 2024, miezi 3 after deadline
ya katiba. Sasa najiuliza, kwani Supreme Court imetengenezwa juzi? Supreme Court imekuwa miaka hiyo yote. Angeenda kuuliza mawaidha kutoka kwa Supreme Court kitambo. Yeye akienda pale alikuwa tayari ashapewa opinion na Attorney General, na akaambiwa, nyinyi sasa mahali umefika, mmekiuka katiba, mmeweka nchi into a constitutional crisis. Sasa mbona vile mtafanya? Yake ya kufanya ni kukimbia Supreme Court. Sasa mimi sijui hao watafanya nini. Uoni mahali ulipo? Sioni. Ila bado Wakenya wana matumaini, ikizingatiwa pia kuna zile constituencies mpaka wakati huu hazina wale ambao ni wawakilishi. Wacha nimlete pia CPA katika swali hilo. Hii commission ni kweli msasa unaendelea, Wakenya wana matumaini, lakini kuna jambo ambalo wamesema kwamba ni kweli wanaweza kuanza kazi, lakini wataianza wakiwa tayari wamepitwa na muda. Asante sana. Ya kwanza lazima tukumbuke janga ambalo lilitukia wakati safari ya kuweka makamishna kwa ofisi wa tume la uchaguzi la IEBC. Wakati ile panel ilipoteuliwa, ikawa kitengo kingine cha mrengo wa kisiasa sawa ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka walienda kotini wakipinga mmoja yule ambaye alikuwa anafaa kuwakilisha sehemu ya Azimio kutoka sehemu ya chama chake, na hiyo ndio ilitupeleka mpaka leo. Hiyo ni nikikubaliana na senator, but pia ni wakati mwafaka sasa ya kuhesabu hasara ya kutofautiana na kupeleka kesi kila kukicha kotini. Kuna mambo ambayo yanafaa kutatuliwa kwa kuongeleshana. Kwa sisi ni wanadamu, sisi ni viongozi, wangeongeleshana huenda tungekuwa tumechapa hatua nyingine mbele. So CEO ya IEBC alipatikana ana any other option ila kwanza sasa ni kujaribu kutafuta msaada ya opinion ya Supreme Court kama itawezekana secretariat waendeleshe kazi ya commissioners. But pia utakuta kwamba constitution ya Kenya inaongelea kwa ukubwa kuhusu commissioners and not the commission. So ni kumaanisha kwamba mikono ya secretariat hata la hivyo imefungwa kwa kuwa ni commissioners. Na pia lazima list ila ameibua swali nzuri. Yanakubaliana na yeye. Kwa